Hii ni K-News habari. Tuna masikitiko makubwa sana juu ya kuondokewa na huyu mwenzetu Azza Kamendo, ambaye tumefanya naye kazi kwa muda mrefu na ametumika nasi kwa muda mrefu kwa uaminifu mkubwa. Niko mbele yenu kutoa salamu za lambilambi za taasisi ambazo tuna utaratibu. Lakini kwanza nieleze kuhusiana na namna ambavyo tumepokea taarifa hizi. Tangu jana tulipata mshtuko mkubwa sana. Ofisini hakuna mtu alipata nafasi ya kufanya kazi zaidi ya kutoa machozi. Lakini ni mapenzi ya Mungu, tumeyakubali. Kwa hiyo baada ya kupata huo mshtuko, uongozi ulitutuma tukaenda kufuatilia taratibu na namna ajali ilipotokea. Tukaweza kufahamu mahali ajali ilipotokea, lakini kwa kushirikiana na vyombo vya usalama walitupa ushirikiano mkubwa. Mwenzetu akahifadhiwa pale Ifisi vizuri, na baadaye tukawataarifu ndugu na jamaa na wazazi mpaka tulipoweza kufika hapa mida ya jioni baada ya kukamilisha taratibu ambazo zilikuwa zinatakiwa kuzifuata. Hiyo ni hatua mojawapo ambayo tulifanya, lakini taasisi inatoa pole sana kwa wanafamilia na watoto na ndugu wengine wa karibu. Tumeshiriki katika zoezi hili na bado tunaendelea kushiriki. Kwa hatua za awali ni jeneza ambalo mnaliona hapa mbele, limetolewa na taasisi, lakini usafiri wa kusafirisha mwili kutoka Ifisi kuleta hapa, lakini pia tutaendelea na huduma hiyo kupeleka mwili kule Bwawa na baadaye kupeleka Ileje. Zoezi litaendelea, na hata hivyo bado tunashiriki. Tumeanza jana kwa kuanza na huduma za hapa za chakula na vitu vingine vilivyoendelea, lakini bado tutaendelea na huduma hiyo tukiwa pale Mbozi Bwawa kwa maneno mengine. Lakini Azza mimi sio mfanyakazi mwenzangu tu, bali alikuwa ni familia yangu, kwa sababu hamna kitu ambacho alikuwa anaweza kukifanya bila kunishirikisha. Kiukweli hiki kitu sijakipokea, yaani nimekipokea kwa masikitiko makubwa sana, na kiukweli sioni kama Azza kweli kafariki. Kwanza hapa nilipo siamini kama Azza kafariki. Hata tulipo hapa nahisi kama tuna msiba wa mtu mwingine. Azza yuko kazini, atarudi baadaye. Kweli naomba Mungu atutie nguvu na atufunge mkanda wakati huu wa msiba huu mzito wa ndugu yetu Azza Kamendo. Azza alikuwa ni mtu gani katika kazi? Miongoni mwa wewe pia ni miongoni mwa dereva ambaye ulikuwa naye muda mrefu, mbali na ukaribu wake kazini, alikuwa ni mtu wa aina gani? Azza kuna vitu vingi sana ambavyo nimevijua kutoka kwake, kwa sababu Azza kitu cha kwanza ni upendo. Alikuwa na upendo wa dhati. Alikuwa ni mchapakazi ambaye alikuwa anaipenda kazi yake, maana mimi ni mmoja ya mtu ambaye nimementa Azza kwenye tasnia ya udereva. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kujituma. Hata kazi alikuwa anachukulia kama ni kazi yake ya nyumbani, alikuwa anaifanya kazi kama kazi yake ya nyumbani. Kiukweli kama taasisi imepoteza mtu muhimu sana, hasa kwenye tasnia ya udereva. Sisi madereva wenzie, roho inakuuma sana, tumepoteza jembe. Alikuwa ni mtu ambaye ni multitasking kiukweli. Pole sana. Nashukuru, ni pole ya wote, kwa sababu Azza amefanya kazi na watu tofauti. Kiukweli nafikiri sio kwetu tu, bali hata watu wengine pia
na taasisi nyingine zimepoteza mtu ambaye alikuwa ni kiungo katika kazi. Kazi zake za kila siku katika taasisi zilikuwa ni kwenye jamii. Tulikuwa tunashinda kwenye jamii na kazi yake ilikuwa ni kutoka. Muda wote tupo kwenye huduma za jamii. Kwa hiyo, kwa kuwa huyo mwenzetu alikuwa, kwa kizungu unasema multipurpose, alikuwa na uwezo wa kufanya kazi zote ambazo ziko mbele yake. Alikuwa ana kipaji cha kuongea na ana kipaji cha ushawishi na alikuwa ni mcheshi sana. Kwa jinsi hiyo kwenye jamii alikuwa ni mtu ambaye anatufaa sana. Na kazi yake kubwa kwenye jamii, Mungu anajua, amefanya kazi kubwa sana ya kuokoa roho za watu. Kama ungalimo dhambini, Mungu anataka ujue mapema kwamba kule kwenye mji ule hakuna mwenye dhambi atakayeingia. Sasa Mungu anatuonya mapema kwa kuwa hatuwezi kujiokoa wenyewe. Anatuambia iko neema kwake kwa njia ya damu ya mwana kondoo wake Yesu Kristo, kwamba yeye atakayemwamini Yesu, sio kwa dini, atakayemwamini Yesu kwa sababu ya imani yake binafsi, kwamba yeye aliumbwa na Mungu. Ujitambue hivyo wewe ni mfano wa Mungu, umwakilishe Mungu duniani katika utakatifu na haki. Ni damu ya Yesu pekee iweza kufanya hivyo ndani ya maisha yako. Hii ni K News habari.